tokea ulimwengu umeumbwa, khalqu samawati wal ardi, mbingu na ardhi, wa min qabli bathu adami, na hata kuenezwa kwa wanadamu bado hawakuenezwa. Kana Allahu yusakhiru al-alam bihadhihi al-ashhur, Mwenyezi Mungu alikiuendesha ulimwengu kwa hii miezi kabla hata mimi na wewe kuumbwa, miezi ambayo inatumiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuweka mabadiliko. Sakhara al-laylu wan-nahar, kuupeleka usiku, kuupeleka mchana, ilikuwa ni miezi hii 12: Muharram, Safar, Rabi' al-awwal, Rabi' al-thani, Jumada al-ula, Jumada al-thani, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja. Ni miezi 12 ambayo hii ilikuwa ikiendesha ulimwengu wetu. Wa tilka al-ayyamu nudawiluha, na hayo ni masiku ambayo tunayaendesha sisi kwa watu. Mwenyezi Mungu anasema ni masiku tunayoendesha sisi. Kwa hiyo katika miezi hii Mwenyezi Mungu akaona kwamba kuna miezi hii nataka niweke matendo, mtu akifanya basi malipo yake inakuwa ni tofauti na miezi mingine. Minha arba'atun hurum, akaichagua miezi minne, na tena miezi hiyo kama watu wameithamini basi mmoja tu ndio ulothaminiwa zaidi. Katika hiyo miezi minne kama watu wameithamini basi mmoja ndio ulothaminiwa zaidi. Mwingine kama umethaminiwa basi intibaha liqurbi au liqurbati Ramadan, kwamba umethaminiwa kwa kuwa unaweka mazingatio au unawazindua watu kwamba imekaribia Ramadhani. Mwezi watu waliothamini ni mwezi wa Dhul-Hijja. Huu watu mwezi wameuthamini sana Dhul-Hijja, wanajua kweli ni mwezi mtukufu kwa sababu ndani yake kuna tukio adhim, tukio la Hija, kwa sababu mwezi wa Dhul-Hijja ni katika miezi mitukufu. Lakini kuna mwezi wa nyuma yake unaitwa Dhul-Qa'da. Watu kama hawakuona, huu ni mwezi wa 11 unaitwa Dhul-Qa'da. Lakini watu wanajisahau kabisa, wanazidhulumu nafsi zao, wamesahau kwamba huu mwezi ni mtukufu. Na mwezi uliokuwa mbele ya mwezi wa Dhul-Hijja unaitwa Muharram, ambao ndio mwezi wa kwanza katika taratibu ya miezi ya Allah. Ndio mwezi wa kwanza Muharram. Watu pia wamekuwa katika mughafala wa hali ya juu kidogo, labda katika mwezi wa Rajab, kwa sababu tunasema intibaha liqurbati shahri Ramadan, kwamba inatupa muamko, inaturejeshia hisia kujua kwamba Ramadhani iko karibu. Ndio watu wakiona mwezi wa Ramadhan, Allahumma barik lana, wakiona mwezi wa Rajab wanasema Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Wanaona kwamba kabisa Ramadhani imefika. Kwa hiyo basi heshima ya mwezi huo wanaithamini sana. Na kama nilivyozungumza, thalathatu mutawaliyatun wa wahidun baina al-Jumadayn wa Sha'ban, miezi mitatu imefuatana: Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja na Muharram. Hii miezi mitatu imefuatana, lakini mwezi wa Rajab uko peke yake, uko katikati baina ya Jumada al-ula wa Jumada al-thani, na baina ya Sha'ban katikati unapatikana mwezi unaoitwa Rajab, ambao huu tuko nao sasa hivi. Mwezi huu Waislamu ndani kumefaradhishwa swala tunazosali. Hizo sala zako adhuhuri, al-asr, maghrib, isha, al-fajr, hizo zote zimekuwa mafruḍa fi hadha ash-shahr, katika huu mwezi tuliokuwa nao ndani yake. Na safari hii tutasimulia baadhi ya mawaqit na mawadhi' ahamiya katika safari ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Isra wal Mi'raj, kwa sababu tukio hili limetokea katika mwezi wa Rajab. Tulizungumza mengi kuhusu safari ya Isra wal Mi'raj katika sana madhiya, mwaka uliopita, lakini mwaka huu biidhnillah ta'ala tutakuwa na jadidu mandhari mpya katika kuisimulia habari ya mtume sallallahu alaihi wasallam ya Isra wal Mi'raj. Wacha nyakati zikaribiane na zifike kwa uwezo wake jalla jalalu siku hizo. Kwa hiyo tuheshimu sana huu mwezi tulionao, fanya matendo mazuri na Mwenyezi Mungu atakulipa kwa nia yako njema.
Leo nimekileta kisa cha bwana mmoja, kana rajulun salih, alikuwa ni mtu mwema, wa kana yuhibbuhu an-nas, na watu walikimpenda sana. Waqad asha fi zamani Musa alayhi salatu wa azka salam, na aliishi katika zama za Nabiyullah Musa alayhi salatu wassalam. Waqad kana munawwir bit-Taurat, na alikuwa ni mtu mzuri sana katika kuisoma Taurat. Wa huwa mujabu da'wa, na yote hayo alikuwa ni mtu akiomba kwa Mwenyezi Mungu anamjibu. Wa kana ila dhalika, na juu ya hayo yote tunayoyasema, ma asallahu ihda hayati, hakuwahi kumuasi Mwenyezi Mungu hata sehemu moja katika maisha yake, hakuwahi kumuasi Allah. Lakini siku zote innamal a'malu bil khawatim, matendo yanahesabiwa mwisho. Pale mwanadamu anapokufa, pale yale matendo yake aliyokufia nayo ndio yanahesabiwa. Innamal a'malu bil khawatim, matendo ya mwanadamu yanatizamwa mwisho wa umri wake katika dunia hii. Kwa hiyo hesabu matendo yako unayoyafanya vizuri kwenye dunia hii, lakini hakikisha akhiru hayatik, maisha yako ya mwisho, nihayatuka nihayatun jamil, iwe mwisho mwema. Wa nas'alullaha husnal khatima, tunamwomba Mwenyezi Mungu mwisho mwema. Hakuna kitu kizuri kama mwisho mwema. Sikiliza, Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an, Allah anasema, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Mwisho mwema uko kwa wacha Mungu, mwisho mwema uko kwa wacha Mungu, wale watu ambao wameidhatiti nafsi zao kwa Allah jalla jalaluhu. Basi Mungu anawahesabia kwamba mwisho wao mzuri umekuwa umeandamanishwa na ucha Mungu. Asa huyu bwana tunayemsema leo anaitwa Bal'am ibn Ba'ura ibn Shahum ibn Khultum au ibn Qatum. Bal'am ibn Ba'ura, mtu mwema alikuwa, mtu mzuri, jamii ilikuwa inamheshimu na kumpenda. Walimjua watu kwa tabia yake ya kuwa hana anachokiomba ila anajibiwa. Watu walikimtumia ala shadaidihim, katika mambo yao ya shida, vikwazo vya maisha, walikimtumia Bal'am ibn Ba'ura. Wanamwambia tuombe kwa Mwenyezi Mungu atubadilishie baya kwa jema. Bal'am anainua mikono yake, Allah anaitika dua, basi yatahawalu sharri ila alkhair, hubadilika shari kuenda katika khairi. Bal'am ibn Ba'ura, Nabiyullah Musa alimtuma, alimwambia nenda zako kwa mfalme. Mfalme huyu akiitwa Laq ibn Ab. Laq ibn Ab ni mfalme katika ardhi ya Madian, katika ardhi ya Madian. Lidhalika ba'athahu Musa ila hadha al-ard, Musa amemtuma aende katika hii ardhi ya Madian. Wasayaltaqi maliku yuqalu lahu Laq ibn Ab, atamkuta mfalme anaitwa Laq ibn Ab, wa huwa dhalimun yufsidu an-nas, ni mtu dhalim anayewafisidi sana watu, musaffaku dima, mwagaji sana wa damu, yadhlimu an-nasu dhulman kabira, akiwadhulumu watu dhulma kubwa. Wa kana la yadkhulu qaryatan illa ja'ala ahlaha a'izzata adilla, mfalme huyu alikuwa akiingia kwenye jamii atakutana na waheshimiwa wa jamii ile, kwa nguvu zake na ujabari wake anawachukua na kuwabadilishia maisha, anawafanya ni watu wadhalilifu, watu wanyonge, na ardhi anaihodhi yeye. Alafu akijenga majengo yake kwenye ardhi ile kana kwamba bila taishi milele. Atabenuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun wa
وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون فإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani sura Ash-Shu'ara ya kwamba wanajenga majengo yao na makasri yao, wanadhani watabaki milele kwenye makasri hayo, majumba yao hayo, watadhani kwamba maisha yao ndio yamekuwa thanaa. Alikuwa anasema kam min mulukin madat fi dunya, wangapi katika wafalme wamepita katika dunia, masaadatu baqiyat wa malhusnu damat, hakubakiwa mtu na furaha wala hakubakiwa mtu na huzuni. Wangapi wafalme walikuwepo katika hii dunia, walihodhi, wakachukua, wakamiliki, wakaona kwamba ndio wamefika. النفس تجزى على الدنيا وما فيها وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. Nafsi ikapumbaza kabisa na dunia, ikaona kwamba ndio imefika kwenye dunia hii, basi amani ya nafsi ni kuiacha hii dunia, ndio amani ya nafsi. Kama unahitaji kuyafanya maisha yako yawe salama na amani kwa Mungu, basi iache dunia ambayo Mwenyezi Mungu kakusifia dunia alafu kaikashifu dunia. i'lamu annama alhayatu ad-dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Mkiona hii dunia idha halat au halat, idha na'at ay na'at, idha jalat au jalat, idha qasat au qasat, yani ilipopambika na uzuri wake watu wakajikithirishia mali, watoto, mapumbao na mapambo mbalimbali katika dunia. Lakini Mwenyezi Mungu anasema mfano wa hiyo dunia kamathali ghaithin a'jaba al-kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra. Mumemwona mkulima akiona mvua anavyoifurahikia, anakwenda kwenye matuta yake, anapanda, anakuja muda anavuna, alafu anachukua mashuke yale aliyovuna anayachoma moto. Ndio fanya dunia. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Mfano wa hii dunia ni mfano wa maji yanayoteremka mbinguni. Maji yale yanakuja yanameesha matunda, mimea, nafaka, uwanga, watu wanafurahika. Lakini baada ya muda watu wanatumia, vile vyote vinapotea. Tadhuruhu riyah, hakuna lolote kilichobakia. Wa kana Allahu ala kulli shay'in qadir, Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu ni muweza. Sasa almal wal banun zinatul hayati dunya wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Kwa hiyo mfalme huyu alikuwa na izza kubwa katika ufalme wake na utawala alionao. Basi Musa alimtuma Bal'am ibn Ba'ura ila hadha al-malik an ya'tiyahu, amwende. Bal'am akatoka na kuelekea zake katika ardhi ya Madian. Alipofika katika ardhi ya Madian akakutana na mfalme huyu. Mfalme akamwita Laqa ibn Ab, anamwita Bal'am ibn Ba'ura, man alladhi arsalak, nani aliyekutuma wewe? Faqala nabiyullah Musa, akasema nimetumwa na nabii Musa, an ad'u ilaykum, nikuombeni nyinyi maangamizo, nikuombeni nyinyi mupate hilaki kutoka kwa Mungu nyinyi. Kwa hiyo Musa amenituma ad'u ila Allah, na ad'uka ila Allah, na kuita kwa Mungu. In abat au in aba, ikiwa utakataa kwa hili, au in ta'ba ala
ala hadha, ukikataa juu ya hili, saad'u alaikum, nitakuombeni maangamizo ya kuangukieni. Kwa nakuiteni katika kalimatu tauhid. Mfalme alipomuona kijana amekuja kwa malengo ya kuwalingania kama watakataa awaangamize, mfalme akamuita Bal'am ibn Ba'ura, akamwambia, kaifa idha nuqsimu laka malan, unaonaje tukakupa wewe nasib katika mali, tukakupa sehemu ya fedha, laali, qintara, dhahabi, lu'lu'a, tukakupa, unaonaje? Bal'am akakataa, akasema hapana, siwezi kuchukua unachokitaka wewe mfalme. Lakini mfalme akabakia katika azma yake. Ndio maana akasema mwenye kusema baqiya al-maliku ala azmati, kabakia mfalme katika azma yake, hatta yatahawwa au hatta tatahawwala qalba au hatta tatahawwal ihtiyaj Bal'am ibn Ba'ura fi qalbihi wa atba'a ma arada al-malik. Yale mambo aliyotumwa nayo Bal'am yakabadilika kwenye moyo wake, akakubali Bal'am ibn Ba'ura qintar min dhahab wa fidda wa lu'lu'a wa sundus wa istabraq, kakubali kuchukua dunia, akaacha kila kitu nyuma yake, kila lile alilotumwa akapotezea, akapuuza, akaacha, hakubeba wala hakufanya agizo la Musa alayhi salatu wa assalam, hakufanya, hakuwalingania, hakuombea maangamizi, bal kana ihda min rijali al-malik, akawa ni mmoja miongoni mwa wafuasi wa mfalme. Qur'ani ikasema vipi? watlu alayhim naba alladhi atainahu ayatina fasalakha minha. Muhammad, hebu wasimlie habari za bwana mmoja anayeitwa Bal'am ibn Ba'ura. Bwana huyu ilikuwa tumemtuma kwa watu na tulimpa sisi aya kutoka kwetu, atainahu ayatina, tulimpa yeye aya zetu, tulimpa miujiza kutoka kwetu sisi. Kana la yad'u ila Allah illa wa huwa mustajabun la, ilikuwa hakuna analoliomba ila Mungu anampa. Fansalakha minha, akazivua, yani zile aya tulizompa kazivua, kaziacha, kazitupa, kapuuza. Faatba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin, shetani akamfuata akawa katika wapotevu, kakubali wito wa shetani. Bal'am ibn Ba'ura, nataka kukuambia Muislamu, usimuone mtu mwema ukaona kwamba labda ndio nihayatiha au nihayatihi fi dunya ala al-husn, kwamba mwisho wake utakuwa ni vile vile. Muombe kwa Mwenyezi Mungu, kama Mwenyezi Mungu umempa hidayah ya uongofu huyu, fahdihi ilaik, muongoze kwako, ila an yalqaka yawm al-qiyamah, mpaka siku ya kukutana na wewe siku ya kiyama. Wahdina ila siratika al-mustaqim, na sisi tuongoze katika njia yako njema. Kwa sababu matendo yanatafsiriwa na yahesabiwa mwisho wa mwanadamu, mwisho wake pale ndiko anapohesabiwa matendo yake. Mumemwona yule bwana mmoja katika ardhi ya Madina, kaja kwa mtume anamwambia, ya Rasulullah, huyu bwana alikuwa mzuri kweli kweli, mudimu salawat, ilikuwa ni mtu mwenye kudumu na sala. Bwana huyu laqabuhu an-nasu bihamamati al-masjid, watu walikuwa wakimwita njiwa wa msikitini. Ma taraka al-masjid wa ma al-masjid tarakahu, msikiti haukumwacha wala yeye hakuuacha msikiti, yani qalbuhu muallaqun fi al-masjid, moyo wake umetundikana msikitini. Ilikuwa ukimhitaji huyu, watu walikuwa wakisema huyu bwana ni njiwa wa msikiti, mfuate kule katika kiota chake, maana msikitini mfuate utampata.
Kama unamhitaji bwana, hauachi msikiti. Na ndio maana katika hadithi Mtume alisema sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluhu. Watu wa aina 7 siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atakuja kuwapa vivuli, hakuna atakayewapa vivuli hivyo ila watu wa aina 7 hii. Mmoja miongoni mwao rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid, yule mtu ambaye moyo wake umetundikana na msikiti. Yani yeye anaonekana msikitini kila muda, utadhani ndio kwenye hayati yake yote, lakini msikitini na yeye. Basi yule bwana siku hiyo akamfuata Mtume akamwambia, ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani malan, niombe kwa Mwenyezi Mungu nipewe mali, niwe mtu tajiri, niwe na mali. Mtume akamwambia, hapana, hapana, la turidu dhak, usilitake ilo, usilitake. Qalilun ma tuaddi shukrahu khairun min kathirin la tutiqu. Mtume anamwambia uko kupewa kwako kidogo ni bora kuliko kupewa mengi ukawa huna wakati wa kuyashukuria. Kwa hiyo shukuria hali ulionayo. Bwana yule akaenda siku ile, akarudi siku ya pili, anamwambia tena Mtume, ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani malan, niombe Mungu anipe mali. Mtume akamwambia, aturidu an takuna kamithla Rasulillah, wewe unataka kuwa mfano wa Mtume? Yatizame haya majabali mbele yangu, haya majabali mbele yangu, law marrat alayya, yangelinipitia mimi, la hawalat ila dhahabi wal fidda, yangelitaka kugeuka kuwa ni fidda au dhahabi, la salaltuha, basi ningeliomba yao hivyo, la saaltuha, ningeliomba yao hivyo, lakini sikutaka mimi kufanya hivyo. Yale majabali yamekuja kwangu, Mungu akayasakhirisha na kuyaambia majabali kuweni fedha, dhahabu kwa Muhammad. Mtume akasema sihitaji. Sasa nakuomba na wewe usitamani kuwa kama hivyo. Bal'am bwana yule akaondoka siku ile, akarudi siku ya pili, akamwambia Mtume, ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani malan, niombe mimi niwe na mali, niwe tajiri. Lakini mara hii nakuambia tena, yani kijana kaongeza maneno, la in atani Allahu bimali, Mungu akinipa mali mimi, akinipa mimi Mungu mali, la utiyannahu alladhi haqqin haqqahu, kila mwenye haki nitampa haki yake, niombe tu kwa Mungu. Mtume akamwambia sawa, akainua mikono yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'al lahu malan, Mungu mpe mali huyu bwana. Na Mtume ni mujabu da'wa, dua zinajibiwa. Fa'aqahu Allahu malan, Mungu akampa mali. Kasahau almalu mayyalu walfulusu tughayyiru an-nufus wa dirhamu darahamu. Kasahau kabisa kwamba mali inapumbaza, pesa zinabadilisha nafsi, na fedha au dirhamu ni darahamu, ni jengo la tamaa. Kasahau. Kwa kusahau kwake akaanza sasa kumiss zile swala. Mungu kampa mali sasa huko. Wakati ule alikuwa anaitwa hamamatul masjid, leo msikitini anakwenda kwa vipindi, sio vipindi vimkute yeye, ndo anavifuata vipindi. Akifika pale imamu anatoa salamu, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum, yeye ndo anaunga swala, Allahu akbar. Mtume anamwangalia, anamwacha. Imekwenda sasa ikawa anavikosa vipindi, baadhi anapata, baadhi vingine anavikosa. yusalli salata an-nahara wa yatruku salata al-layl, sala za usiku anaziacha, lakini sala za mchana anaziswali. Ikawa imeenda hivyo hivyo sasa mpaka zile sala za mchana nazo pia anazikosa, haswali hata moja. Ikawa anapata kipindi cha Ijumaa tu, imekwenda nayo katika vipindi vya Ijumaa, mwisho akawa anakosa kabisa. Mtume siku akauliza, aina hadha hamamatul masjid, yuko wapi huyu njiwa wa msikiti? Sahaba akamwambia, laqad taratil hamama ya Rasulullah, mbona yule ndege kashabadilisha kiota, hayupo tena katika kiota hichi, uko kashughulishwa na mali yake.